السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur anasema mimi nitaeleza tena kuhusu maisha ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sahaba wa kwanza ni Hazrat Ulail. Mama yake alikuwa anaitwa Umme Amr binti Ashraf, na alikuwa kutoka katika kabila la Aus. Alipata nafasi ya kushiriki katika mapigano ya Badr na Uhud. Sawa na riwaya moja imeelezwa kwamba ndugu yake Hazrat Abu Habib bin Azar pia alishiriki katika mapigano ya Badri na Uhud. Na sahaba wa pili ni Hazrat Anas bin Maaz Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Katika riwaya nyingine jina lake limeelezwa Unais badala ya Anas. Alikuwa akihusika katika kabila la Banu Najjar. Mama yake alikuwa anaitwa Umme Unas binti Khalid. Aliwahi kushiriki katika mapigano ya Badri, Uhud na vile vile mapigano yote pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mapigano ya Uhud ndugu yake Ubay bin Maaz pia alishiriki pamoja naye. Kuhusu kifo chake kuna ikhtilaf. Katika riwaya moja imeelezwa kwamba alifariki katika uhalifa wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, na katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba Hazrat Anas bin Maaz na ndugu yake Ubay bin Maaz katika tukio la Bi'r Mauna hawa wote wawili waliuawa. Na sahaba mwingine ni Hazrat Abu Sheikh Ubay bin Sabit. Jina lakabu yake ilikuwa Abu Sheikh, na alikuwa katika kabila la Banu Adi. Lakabu yake ilikuwa Abu Sheikh, na katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba Abu Sheikh ilikuwa lakabu ya mtoto wake, na mama yake alikuwa anaitwa Sukhta binti Haris. Ubay bin Sabit, Hassan bin Sabit na Aus bin Sabit walikuwa ndugu zake. Alishiriki katika mapigano ya Badri na Uhud.
na alifariki katika tukio la Be'r Mauna. Kuhusu kifo chake pia kuna ikhtilaf. Wengine wanasema Ubay bin Sabit hakushiriki katika mapigano ya Badr. Ibn Ishaq anasema katika kitabu chake kwamba Ubay bin Sabit alifariki katika zama za ujahili, na wale walioshiriki katika mapigano ya Badri alikuwa mtoto wake aitwaye Abu Sheikh. Lakini Hazrat Ibn Hisham amesema kwamba Ubay bin Sabit alishiriki katika mapigano ya Badr. Kuhusu kifo chake, katika riwaya inapatikana kwamba aliuawa alipotoka kwa ajili ya tukio la Be'r Mauna, aliuawa pale, na katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba alifariki katika mapigano ya Uhud. Kwa hivyo yote kutoka katika riwaya mbalimbali inathibitika kwamba yule sahaba aliyeuawa katika mapigano ya Uhud alikuwa si huyu, bali alikuwa ndugu yake Aus bin Sabit. Na sahaba mwingine ni Hazrat Abu Burda bin Niyar. Mimi nitaeleza kuhusu maisha yake. Lakabu yake ilikuwa Abu Burda. Alikuwa anajulikana kwa lakabu yake badala ya jina lake, na katika riwaya moja jina lake ni Haris, na katika riwaya nyingine jina lake Malik pia imeelezwa. Alikuwa kutoka katika kabila la Banu Qudha. Alikuwa mjomba wa Bara bin Azib. Katika riwaya nyingine imeelezwa hivi kwamba Abu Burda alikuwa baba mdogo wa Bara bin Azib. Alishiriki katika mapigano ya Badri, Uhud na Khandak, na vile vile mapigano yote pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa ushindi wa Maka, bendera la Banu Harsa alipewa na alishika bendera la Banu Harsa. Hazrat Abu Abs na Hazrat Abu Burda waliposilimu, wao walivunja masanamu ya kabila lao. Hazrat Abu Umama anasimulia wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka kwa ajili ya mapigano ya Badri, wakati ule Hazrat Umama pia alikuwa tayari kwenda pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini mjomba wake Abu Burda akamwambia kwamba afadhali uangalie hali ya mama yako, umtukie mama yako badala ya kwenda, kwa sababu mama yake alikuwa anaumwa. Hazrat Abu Umama akasema yeye alikuwa na shauku sana ya kushiriki katika mapigano. Kwa hiyo akasema, huyu pia ambaye anaumwa ni dada yako pia, wewe pia unatakiwa ubaki na umtukie badala ya mimi. Kwa hiyo jambo hili lililetwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umama kwamba abaki, na Abu Burda akapewa ruhusa ya kwenda pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi kutoka katika mapigano, wakati yule mama wa Hazrat Mama alikuwa ameshafariki, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongoza jeneza yake, akaswalisha jeneza yake. Siku ya Uhud Waislamu walikuwa na farasi mbili. Farasi moja alikuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na farasi mwingine alikuwa anayo Hazrat Abu Burda, na jina la farasi ilikuwa Mulafi. Hazrat Abu Burda bin Niyar anasimulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda kutembelea makabila kadhaa na aliwaombea, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kabila moja, hakuliombea na hakulitembelea, na watu wa kabila lile hawakupenda jambo hili, na wao wakatuma mjumbe wao ili amuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa nini yeye hakuwatembelea.
baadaye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwatembelea hawa watu pia. Kabila la watu hili pia aliwatembelea. Hazrat Abu Burda alishiriki katika mapigano yote pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alifariki katika zama ya Hazrat Amir Muawiya. Kuhusu kifo chake kuna riwaya mbalimbali. Sawa na riwaya moja, alifariki katika hijria 41, na katika riwaya nyingine imeelezwa alifariki katika hijria 42 au 45. Hazrat Bara bin Azib anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya siku ya swala ya Eid al-Azhiya akatuhutubia na akasema, yule ambaye ameswali kama sisi tumeswali na yeye ametoa dhabihu kama sisi tumetoa dhabihu, yeye amefanya sawa. Lakini yule ambaye alichinja dhabihu kabla ya swala, basi yeye alichinja kwa ajili ya nyama, dhabihu yake si dhabihu, kwa sababu kabla ya swala hairuhusiwi mnyama achinjwe kama ni dhabihu. Lakini kama mtu amechinja kabla ya swala, basi yeye amechinja kwa ajili ya nyama. Kwa kusikia hii, Abu Burda akasimama kwa kusikia hutuba hii na akasema, ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nimeshachinja mnyama kabla ya swala, na nilikuwa nafikiria kwamba siku ya leo ni siku ya kula na kunywa, kwa mimi nikafanya haraka na nikachinja nyama na nikala chakula, na watu wangu pia wamekula chakula. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia akasema kwamba dhabihu yako sio dhabihu, bali ulichinja kwa ajili ya kula nyama. Abu Burda kwa kusikia hii, Abu Burda akasema kwamba mimi nina mbuzi wawili ambao umri wao ni mwaka moja, na mbuzi hawa ni wazuri sana, ingawa umri wao ni mwaka moja, lakini kwa mwili ni wazuri sana. Ikiwa mimi nawachinja hawa, basi je, itakuwa dhabihu kutoka kwangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ndiyo, uchinje. Wewe unaruhusiwa kufanya hivi, lakini baada yako mtu mwingine hataruhusiwa kufanya hivi. Na katika hadithi zingine pia imeelezwa kwamba dhabihu inatakiwa ichinjwe baada ya kusali swala ya Idi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hii ruhusa ni kwa ajili yako peke yako, mwingine haruhusiwi kufanya hivi. Safari moja Sayyidina Alayhi salatu wasalam aliulizwa swali kuhusu umri wa dhabihu. Kwa kusikia swali hili, Sayyidina Alayhi salatu wasalam akamwambia hadha khalifatul masih al-awwal ambaye alikuwa pale, yeye akasema, sawa na imani ya ahli hadith, mnyama anatakiwa awe na umri wa miaka 2. Hazur anasema kwetu pia desturi ni hii kwamba mnyama anatakiwa awe na umri miaka 2. Kwa yoyote aliyomwambia Abu Burda, aliyomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Burda kwamba mimi nakubali dhabihu yako ya mbuzi ya mwaka moja, lakini mwingine haruhusiwi baada yako kwamba yeye achinje mnyama ambaye ana umri wa mwaka moja. Hazur anasema hii ndiyo ni desturi inayoendelea katika jumuiya yetu pia, kwamba dhabihu anatakiwa awe na miaka 2. Na saba mingine ni Hazrat Asad, baba yake alikuwa anaitwa Yazid bin Al-Faqih, na alikuwa kutoka katika Banu Zuraiq. Alishiriki katika mapigano ya Badri na Uhud pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu jina la Hazrat Asad bin Yazid kuna rai mbalimbali. Wengine wanasema jina lake lilikuwa Saad bin Yazid badala ya Asad bin Yazid, na sahaba mwingine alikuwa Hazrat Amin. Jina la baba yake lilikuwa Yar. Alishiriki katika mapigano ya Badri na Uhud pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Hadrat Tamim alikuwa na mtoto wake aitwaye Rabi na binti Jamila, na mama yake alikuwa katika kabila la Banu Amr. Na sahaba mwingine ni Aus bin Sabit al-Munzar. Huyu pia alikuwa Ansari. Baba yake alikuwa anaitwa Sabit, mama yake alikuwa anaitwa Sukhta binti Harsa. alikuwa baba wa Hazrat Shaddad bin Aus. alikuwa kutoka katika kabila la Banu Amr bin Najjar. alishiriki katika Aqba Sania. alishiriki katika mapigano ya Badri na Uhud pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassan bin Sabit ambaye alikuwa mshairi mashuhur maarufu, na Ubay bin Sabit, hao wote walikuwa ndugu zake. Hazrat Usman bin Affan alipohamia Madina alikaa kwa Aus bin Sabit, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu katika Usman bin Affan na Aus bin Sabit, yani wote wawili walifanywa kama ni ndugu katika Madina. Kuhusu kifo chake, Abdullah bin Muhammad anasema aliuawa katika mapigano ya Uhud, lakini wengine wanafanya ikhtilafu, lakini riwaya yao si sahihi. Na sahaba mwingine ni Hazrat Sabit bin Khansa, na alikuwa kutoka katika kabila la Banu Ghanam. Alipata nafasi ya kushiriki katika mapigano ya Badr. Kuhusu huyu, maelezo haya tu yanapatikana katika historia. Kisha sahaba mwingine ni Hazrat Aus bin Samit. Yeye pia alishiriki katika mapigano ya Badr. Alikuwa ndugu wa Hazrat Ubada bin Samit. Hazrat Aus alishiriki katika mapigano yote pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo Badr na Uhud. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu katika Aus na katika Marsad bin Abi Marsad. Katika riwaya inapatikana kwamba Hazrat Aus alifanya zihar pamoja na mke wake Khuwaila, na zihar ni kuita mama mke, yani mtu anamuita mke wake kama ni mama yake, au anamuita mke wake kama ni dada yake. Na kwa kusema hivyo alikuwa akisema kwamba huyu mwanamke sasa amekuwa haramu kwangu. Kwa Hazrat Aus alifanya hivi kwamba alimwambia mke wake Khuwaila kwamba yeye ni mama yake, lakini Islam imesema kwamba kwa kusema hii talaq haitokei, lakini kitu hiki ni kitu ambacho haikipendelewi na Islam. Aus hakutoa kafara kwa sababu ya hii. Baada ya kusilimu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba unatakiwa utoe kafara, na kafara yake ni kwamba uwalishe maskini 60. Kuhusu zihar katika Qur'an tukufu pia Mwenyezi Mungu ameeleza maelezo. Mwenyezi Mungu anasema allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yakuluna munkaru min alqawli wa zura wa inna allaha la afuwun ghafur wallazina yuzahiruna min nisaihim summa yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tuwazuna bihi wallahu bima ta'maluna bi khabir man lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain
min qabli an yatamassa faman lam yastati fa it'amu miskina 60 miskina zalika lituminu billahi wa rasulihi fatilka hududullah walil kafirina azabun alim. Yani miongoni mwenu wale ambao wanaita wake zao kama ni mama yao hawezi kuwa mama yao. Mama yao ni wale ambao waliwazaa. Bila shaka wanapofanya hivi wanafanya kitendo kibaya. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mrehemevu. Na wale watu ambao wanaita wake zao kama ni mama yao baadaye wanarudi wanatubu. Yani kwanza wanawaita mama yao baadaye wanatubu wanarudi katika kauli yao hii. Wao kabla hawajaingilia wanatakiwa waache huru mtumwa mmoja. Na nyinyi mnapewa nasaha ya kufanya kitu hiki na yote mnafanya Mungu anajua. Na wale ambao hawana uwezo wa kufanya hivi, yani hawana uwezo wa kumacha mtumwa huru, basi wao wanatakiwa wafunge saumu miezi 2 mfululizo kabla hawajaingiliana. Na kama wao hawana uwezo huu, basi wanatakiwa walishe maskini 60. Na hii ni mipaka ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya makafiri ni adhabu imizayo. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia amefanya tafsiri yake hivi kwamba yule mtu ambaye anamuita mke wake kama ni mama yake bila shaka hawezi kuwa mama yake. Mama yao ni wale ambao waliwazaa. Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mrehemevu. Wale ambao wanaita mama wake zao kisha wanatubu, basi wao kabla ya kuwaingilia wanatakiwa waache huru mtumwa. Hii ni nasaha na amri ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa hawawezi kumpatia huru mtumwa, basi wanatakiwa wafunge saumu. Ikiwa hawawezi kufunga saumu, basi walishe maskini 60. Hazrat Khawla binti Malik anasimulia kwamba mume wangu Aus bin Samit alifanya zihar nami, na mimi nilimwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nilimwambia kwamba amefanya hivi. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, umche Mwenyezi Mungu. Mpaka aya Qur'ani tukufu ilishuka. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Yani Mwenyezi Mungu amesikia malalamiko ya huyu mwanamke ambaye alikuwa anajadili kuhusu mume wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba huyu mume wake anatakiwa amwache huru mtumwa mmoja. Hii ndiyo ni adhabu yake kwa sababu amefanya kitendo kibaya. Na lakini anasema mimi nikamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mume wangu ni maskini, hana uwezo wa kulipa thamani ya mtumwa. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema basi afunge saumu miezi 2 mfululizo. Mimi nikasema yeye hana uwezo wa kufunga saumu miezi 2. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alishe chakula maskini 60. Na mimi nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni maskini, yeye hana fedha ya kulisha. Hazrat Khawla anasema mimi nilikuwa bado nimekaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletewa kikapu cha tende, na mimi nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa mimi napewa kikapu hiki cha tende, mimi nitawalisha maskini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema basi chukua kikapu hiki cha tende na umpelekee mume wako ili aweze kuwalisha watu maskini. Huzur anasema kwamba pamoja na maelezo haya tunapata maelezo mbalimbali ya fikra.
katika islam zihari ya kwanza ilifanywa na Aus bin Samit. Yeye ndiye ni masahaba wa kwanza ambaye alimuita mke wake kama ni mama yake. Huzur anasema Mwenyezi Mungu ameweka mipaka hii. Wakati wa Sayyidina alayhi salam swali hili liliulizwa, na wakati wa alifa wa pili pia tukio lilitokea ya aina hii, na hawa wote walisema kwamba adhabu yake ni ile ile ambayo imeelezwa ndani ya Qur'ani tukufu, na yule ambaye ni maskini kabisa hawezi kufanya mambo haya yote, basi anatakiwa afanye istighfar. Lakini Mungu ameweka mipaka kwa ajili ya jambo hili. Ikiwa mtu anamuita mke wake kama ni mama au ni dada yake, basi anatakiwa afuate amri hii. Hazur anasema baadhi wakati watu wanapigana na wanaanza kusema kwamba huyu mke wangu ni haramu kwangu au mume wangu ni haramu kwangu, basi ikiwa wanafanya hii wanatakiwa wafuate amri hii ya Mwenyezi Mungu, yani wafunge saumu au walishe chakula miskini 60. Hazrat Aus bin Samit alikuwa mshairi pia. Aus bin Samit na Shaddad bin Aus walikaa katika Baitul Maqdis, na alifariki katika Hijria 34 na umri wake ulikuwa 74. Na sahaba mwingine ambaye nitaeleza maisha yake ni Arkam bin Arkam. Mama yake alikuwa anaitwa Umayma binti Haris. Na watu wengine wanasema mama yake alikuwa anaitwa Tamazir. Hazrat Arkam alikuwa kutoka katika kabila la Banu Makhzum. Alitangulia katika kupokea Islam, na kabla yake watu 11 walikuwa wameshasilimu, na wengine wanasema pamoja na watu hao 11 alisilimu. Hazrat Urwa bin Zubair anasimulia kwamba Abu Ubaida na Hazrat Usman bin Mazun na Hazrat Arkam walisilimu pamoja, na Dar Arkam ilikuwa nyumba ya huyu sahaba Arkam. Katika nyumba hii Mtume sallam na Waislamu walikuwa wakifanya ibada, na katika nyumba hii Hazrat Umar pia alisilimu. Baada ya kusilimu kwake Waislamu idadi yao ilifika 40. Yani wakati Hazrat Umar aliposilimu idadi ya Waislamu ilikuwa 40. Baadaye Hazrat Arkam aliuza nyumba yake na Hazrat Jafar alinunua nyumba yake. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib katika Sir Khatman Nabiyyin ameeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipata wazo hili kwamba katika Makka tunatakiwa tuwe na makao makuu ya mahubiri ambapo Waislamu wanaweza kusali swala, wanaweza kujumuika na kwa amani wanaweza kufusali, na vile vile waweze kufanya mahubiri. Kwa ajili ya hii nyumba moja ilikuwa inahitajika ambayo itakuwa kama ni makao makuu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akapendelea nyumba ya Arkam bin Arkam. Waislamu walikuwa wakijumuika katika nyumba yake, walikuwa wakiswali humo, na walikuwa wakijumuika kwa ajili ya kushauriana, na watu walikuwa wakija pale kwa ajili ya kupata ujumbe wa Islam, na walikuwa wakipata baraka kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nyumba hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwahubiri wale watu ambao walikuwa wakija. Kwa hiyo nyumba ile ni maarufu sana katika historia, na vile vile inaitwa Darul Islam pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban miaka 3 alifanya kazi katika nyumba hii ya Dar Arkam, yani alifanya nyumba hii kuwa makao makuu, na aliendelea kusambaza ujumbe wake kwa kutumia nyumba hii ya Arkam bin Arkam.
wanahistoria wanasema kwamba katika Dar Arkam aliyesilimu, mtu wa mwisho aliyesilimu alikuwa Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu, na kwa sababu ya kusilimu kwake Waislamu walipata nguvu. Baada ya kuhamia Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu katika Arkam na Hazrat Abu Talha. Hazrat Arkam alishiriki katika mapigano ya Badr pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia upanga. Hazrat Arkam alishiriki katika mapigano yote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia nyuma moja katika Madina. Wakati moja au safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua kwa ajili ya kuchukua zaka kutoka katika maeneo mbalimbali, na katika historia imeelezwa kwamba Hazrat Arkam bin Arkam alishiriki katika Hilful Fuzul. Hii ilikuwa ahadi iliyokuwa kabla ya Islam. Watu wa Maka walifanya ahadi hii, na katika ahadi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alishiriki. Usman bin Arkam ambaye ni mtoto wake anasimulia kwamba baba yangu alifariki katika Hijria 53, na wakati ule umri wake ulikuwa miaka 83. Wengine wanasema kwamba alifariki katika Hijria 55 na umri wake ulikuwa miaka 85. Hazrat Arkam alifanya wasia kwamba jeneza yake iongozwe na Saad bin Waqas. Wakati alipofariki, Hazrat Saad bin Waqas alikuwa katika sehemu ya Aqiq. Watu wengine wakasema kwamba ikiwa Saad bin Waqas hayupo basi haina wasiwasi, tumzike Arkam na tusali swala ya jeneza. Lakini Usman bin Arkam hakukubali ushauri wao. Lakini Saad bin Waqas alipokuja, yeye aliongoza jeneza yake, na Arkam bin Arkam alizikwa katika Jannatul Baqi. Riwaya moja inapatikana kwamba Hazrat Arkam safari moja alitaka kwenda Baitul Maqdis, na alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam ili achukue ruhusa ya kwenda Baitul Maqdis. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba je, unaenda kule kwa ajili ya biashara au unaenda tu kutembelea? Hazrat Arkam akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi sina shughuli yoyote wala siendi kule kwa ajili ya biashara yoyote, bali mimi nataka kuswali katika Baitul Maqdis. Kwa kusikia jibu lake hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba swala moja katika msikiti wangu ni bora zaidi kuliko swala za misikiti mingine. Kwa hiyo Arkam akabadilisha mpango wake, hakuenda kule Baitul Maqdis. Na saba mingine ni Hazrat Basbas bin Amr. Na katika riwaya moja jina lake ni Basbas bin Bishr. Alikuwa kutoka katika kabila Bani Saada. Urwa bin Zubair anasema alikuwa katika kabila la Banu Zarif. Alishiriki katika mapigano ya Badr. Anajulikana kwa jina la Busasa na Basbas. Pia alishiriki katika mapigano ya Uhud pia pamoja na Badr. Katika Sirah Khatamun Nabiyyin Hazrat Bashir Ahmad Sahab ameandika kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka katika Madina, alimteua Abdullah bin Maktum kuwa amiri wa Madina. Lakini alipofika sehemu ya Ruaha ambaye ni maili 36 kutoka Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata wazo hile kwamba Abdullah ni kipofu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Abu Lubaba kuwa amiri wa Madina. Na kuhusu Abdullah bin Maktum akasema yeye ataongoza swala, na
kazi ya uongozi atafanya Abu Lubaba, yani kazi ya ofisi atafanya Abu Lubaba na Abdullah bin Maktum ataswalisha swala. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimtuma Basbas na Adi kule upande wa Maka ili walete habari ya makafiri wanafanya maandalizi gani dhidi ya Waislamu. Hazur anasema wiki mbili iliyopita nimeshawahi kueleza wakati nilipoeleza kuhusu Adi bin Abi Zagba kwamba hawa wote walipofika katika sehemu ya Badri, Hazrat Basbas na Adi walikalisha ngamia yao karibu na mlima na wakachota maji katika kisima. Wakati walipokuwa pale walisikia wanawake wawili wanaongea, na walikuwa wanaongea kuhusu makafiri ambao wanafanya maandalizi dhidi ya Waislamu. Kwa hiyo hawa wote baada ya kupata ujumbe huu walirudi na walimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na walimuelezea habari ya kule kwamba wanawake wawili walikuwa wanaongea kuhusu makafiri kwamba wanafanya maandalizi. Na mtu mmoja pia alikuwa amesimama pale karibu na wale wanawake, jina lake lilikuwa Majdi. Kesho yake Abu Sufyan alifika kule, akamuuliza Majdi ambaye alikuwepo, akamuuliza, je, uliwahi kumwona mtu yeyote ambaye aliyekuja kufanya jasusi hapa? Majdi akasema, wallahi mimi sikumwona mtu yeyote ambaye aliwahi kuja hapa kwa ajili kufanya jasusi. Hapa hakuna mdui wako. Ikiwa angekuwa mdui basi asingeweza kujificha, wala mimi singeficha kwako. Lakini mimi niliwaona wasafiri wawili hapa, walisimama kidogo hapa, walipumzika kidogo, na akamonyesha sehemu ambapo Hadrat Basbas na Hadrat Adi walikalisha ngamia, na akasema hawa wawili wasafiri walikalisha ngamia hapa na walikunywa maji kutoka katika kisima hiki. Kisha Abu Sufyan akaja mahali ambapo Basbas na Hadrat Adi alikalisha ngamia. Basi yeye Abu Sufyan akaona pale choo ya ngamia, na katika choo akaona tende, na akasema kwamba hawa walikuja kutoka Madina kwa sababu ngamia kule wanakula tende, na hawa walikuja hapa bila shaka walikuwa jasusi. Yani kwa kuona choo cha ngamia nimegundua kwamba hawa walikuja walikuwa Waislamu na walikuja kwa ajili ya jasusi. Basi kwa kupata taarifa hii yeye aliondoka haraka sana. Katika Sirat Khatamun Nabiyyin imeelezwa na Mirza Bashir Ahmad Sahib kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika karibu na Badri akapata wazo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangulia mbele pamoja na Abu Bakar. Wakati ule Makuresh walikuwa wamefika karibu na Badri. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupata taarifa hii akarudi na akatuma masahaba kadhaa mbele ili walete habari, na wale waliotumwa mmoja wao alikuwa Hazrat Basbas. Kwanza walitumwa hawa walete habari ya Makuresh kuhusu maandalizi yao, lakini sasa wale makafiri walipokuja karibu na Badri hawa tena walitumwa, na hawa walipokuja pale wakaona kwamba watu wa Maka wanachota maji katika kisima. Basi hawa maswahaba waliotumwa wakawashambulia na
akamkamata mtu mmoja na wakamleta mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huyu mtu alipoletwa, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali swala. Maswahaba kwa kuona hali kwamba mtume anaswali, na wakaanza kumuuliza yule mtu kwamba Abu Sufyan yuko wapi na watu hawa makafiri wako wapi. Na huyu mtu ambaye aliletwa, yeye alitoka pamoja na wale watu ambao walikuja kushambulia Madina. Yeye akasema mimi sijui kuhusu Abu Sufyan, lakini najua kwamba Abu Jahl, Umayya na Utba wamekuja karibu sana na wamekaa upande mwingine wa mlima. Wale maswahaba wakaona kwamba huyu anasema uongo au anataka kuficha habari ya wale watu ambao walitoka. Kwa hiyo maswahaba kadhaa wakampiga yule mtu ili aseme kweli. Alipokuwa akipigwa alikuwa akisema subirini kidogo nitaeleza, na walipokuwa wakimwacha alikuwa akisema mimi sijui. Alikuwa anasema kwamba mimi sijui kuhusu Abu Sufyan, lakini mimi najua kwamba makafiri wametoka na wamekuja karibu sana hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza swala yake akawazuia maswahaba kwamba wasimpige, na akasema anaposema kweli mnampiga na wakati anaposema uongo mnamwacha. Kisha mtume sallallahu mwenyewe akamuuliza kwamba Abu Sufyan yuko wapi. Akasema kwamba makafiri wamekuja na wako upande wa mwingine wa mlima. Mtume sasa akamuuliza hawa ni wangapi? Akasema mimi sijui idadi yao ni kiasi gani. Na mtume sasa akasema ngamia ngapi wanachinjwa kwa ajili ya chakula chao? Anasema kila siku wanachinja ngamia 10 kwa ajili ya kupika chakula kwa ajili ya hawa makafiri ambao wamekuja. Kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba inaonekana kwamba hawa makafiri walikuja idadi yao ni 1000 kwa sababu ngamia 10 wanachinjwa kwa ajili ya chakula chao. Na historia inathibitisha kwamba wale makafiri walikuja walikuwa 1000. Na sahaba mwingine ni Hazrat Saliba, na alikuwa kutoka katika kabila la Banu Najjar, na mama yake alikuwa anaitwa Kabsha ambaye alikuwa dada wa Hazrat Hassan bin Sabit. Hazrat Saliba alishiriki katika mapigano yote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo Badri na Uhud, na alifariki katika uhalifa wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Alifariki Hijria 14 wakati Hazrat Umar alipopigana na watu wa Iran. Waislamu na wale watu wa Iran walipigana karibu na mto wa Furat. Wengine wanasema Hazrat Salib alifariki wakati wa Hazrat Usman, na sahaba mwingine ni Salib bin Ghanama. Na katika riwaya nyingine jina lake Salib bin Anama pia imeelezwa, na alikuwa kutoka katika kabila la Banu Salama. Hazrat Saliba alikuwa pamoja na wale maswahaba 70 ambao walifanya bayat katika mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliposilimu yeye na Muaz bin Jabal na Abdullah walivunja masanamu ya makafiri. Alishiriki katika mapigano ya Badri na Uhud na Khandaq. Katika mapigano ya Khandaq aliuawa. Na sahaba mwingine ni Jabir bin Khalid, na alikuwa kutoka katika kabila la Banu Dinar. Alishiriki katika mapigano ya Badr na Uhud. Na sahaba mwingine ni Haris bin Nu'man Ansari, na alikuwa katika kabila la Aus.
alishiriki katika Badr na Uhud pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa baba mdogo wa Abdullah bin Jubair. Kisha ni Hazrat Haris bin Anas Ansari. Mama yake alikuwa anaitwa Sharik na baba yake Anas bin Rafi. Mama yake pia alisilimu na alikuwa katika kabila Banu Abd Ashal. Alishiriki katika Badr na Uhud na aliuawa katika mapigano ya Uhud. Hazrat Haris alikuwa miongoni wa wale maswahaba kadhaa ambaye alisimama pamoja na Abdullah bin Jubair katika mlima ambapo waliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wasimame. Kisha ni Hazrat Hurais bin Ansari, ni sahaba mwingine na jina lake ni Zaid bin Salba. Pia katika riwaya moja alikuwa kutoka katika kabila la Banu Zaid. Alishiriki katika mapigano ya Badr pamoja na ndugu yake aitwaye Abdullah. Alishiriki katika Uhud pia, na hawa wote wawili, yeye na ndugu yake Abdullah, waliambiwa kuhusu maneno ya azan. Na sahaba mwingine ni Hazrat Haris bin Asimma, na alikuwa katika kabila la Banu Najjar, na siku ya Beri Mauna aliuawa. Azuu sallam alifanya ndugu katikati yake yeye na Usair. Alipotoka siku ya Badri pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipofika sehemu ya Ruaha hakuwa na uwezo wa kutembea mbele. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudisha nyuma, lakini alihisabiwa pamoja na wale walioshiriki katika Badri. Yani yeye hakuweza kufika Badri kwa ajili ya kupigana na makafiri, lakini alihisabiwa kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kutembea na kwenda mbele. Yeye pia alihisabiwa pamoja na wale maswahaba ambao walishiriki katika Badr. Alishiriki katika Uhud. Siku ile wakati watu walipotawanyika, Hazrat Haris alifanya bayat kwamba yeye hatamwacha hata kama anauawa. Hazrat Haris alimua Mughira na akachukua vifaa vyake vya vita, yani upanga wake na vifaa vingine, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia vifaa vyake. Yule mdui aliyeuawa na Hazrat Haris alikuwa mdui mkubwa sana, alikuwa mshirikina, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa kwamba ameuawa alisema alhamdulillah, mdui mkubwa ameuawa. Siku ya Uhud Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa kwamba imetokea nini na baba mdogo wangu Hazrat Hamza. Watu wakaanza kumtafuta Hazrat Hamza, na walipompata wakamwona ameuawa. Kwa hiyo wakaleta taarifa kwamba Hazrat Hamza ameuawa. Hazrat Haris anasema siku ya Uhud Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia, je, umemwona Abdurrahman bin Auf? Nikasema ndio huzur, mimi nimemwona. Alikuwa bondeni na makafiri walikuwa wanashambulia. Nilijaribu kumzuia na kumlinda, lakini nilikuona, kwa hiyo nikaja kwako. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba malaika wanamlinda Hazrat Abdurrahman bin Auf. Katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba malaika wanapigana pamoja naye. Hazrat Haris anasema mimi nilimwendea Hazrat Abdurrahman bin Auf, nilimuona kwamba mbele yako watu 7 walikuwa wameuawa. Nikamuuliza, je, umewaua hawa wote? Abdurrahman akasema 3 mimi
niliwaua, lakini wanne mi sijui nani amewaua. Nikasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yote alisema ni kweli kwamba malaika wanapigana kwa kumsaidia Hazrat Abdurrahman bin Auf. siku ya Bere Mauna alikuwa pale na Amr bin Umayya na Munzir pia walikuwepo. kwa hiyo Hazrat Amr akamwambia Haris kwamba urudi na umwambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hali ya maswahaba. Akasema mimi sitarudi. kwa hiyo akaanza kupigana na makafiri. Hazrat Abdullah anasema kwamba Hazrat Haris aliuawa na makafiri kwa sababu alikuwa na wanamrushia mikuki, na kwa sababu hii aliuawa. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya masahaba wote walioshiriki katika mapigano ya Badri. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.